kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa nguvu na afya tumeweza kuifikia siku hii ya leo. Sifa na utukufu zimrudie yeye. Amina. Utambulisho wangu wa kwanza ningependa kumtambulisha mume wangu kipenzi. Wow. Aliyenitoa mbali mpaka milioni polo kwa hii. Hallelujah. Anaitwa Elieza Onesimo Mwaruiba. Yuko wapi mama? Nakupenda mume wangu. Tunaomba msogelee. Huyu hapa jamani. Makofi kwa tafadhali jamani. Hey. Na ndio mume wangu. Kwa majina naitwa Angel. Angel, wewe na ndugu Elieza ni nani yako mpaka leo hii umepata mwaliko mkubwa wa namna hii? Ni shemeji yangu. Ni shemeji yako upande wa mwanamke au upande wa mwanamume? Ni shemeji yangu, amemwoa mdogo wangu. Unajisikiaje kuweza kualikwa katika tukio kubwa la leo hii? Nina furaha kubwa sana maana mdogo wangu kaniheshimisha. Amekuheshimisha kwa kuweza kufunga ndoa siku ya leo? Yeah. Unazungumziaje ndugu Elieza Mwaruiba na unazungumziaje ndugu Elieza Mwaruiba kuweza kufanya tukio hili la leo katika siku ya leo? Wewe kama shemeji yake unajisikiaje katika tukio la leo? Kwa kweli nisiwe muongo wala mnafiki, nina amani sana moyoni mwangu na nina furaha kubwa sana ambayo siwezi kuelezea. So excited about being here today because Eliezer scheduled this wedding so I could come, and he did not know when I could come. He finally called me in the United States. I am truly honored by his invitation to me. Asante sana Eliezer. Mwenyekiti, wakati wajumbe wanapendekeza na ndugu Elieza wanapendekeza wewe kukupa nafasi ya kuwa mwenyekiti wa kamati ya tukio kubwa kabisa la maandalizi ya tukio hili leo, ulijisikiaje? Asante sana, ni vizuri sana maana Elieza mimi nampenda sana. Elieza anajituma katika shughuli mbalimbali. Kwa ulivyochaguliwa kuwa mwenyekiti wa sita, ndugu mtangazaji. Asante sana. Ni changamoto gani katika kamati ambayo umekutana nayo katika kuratibu tukio hili la leo? Ni jinsi gani ulikabiliana na wanakamati na watu wote kwa ajili ya kukusanya michango na vitu kadha wa kadha kwa ajili ya kuandaa tukio la leo? Ndugu mtangazaji, kwa kweli kwenye kamati yani kunakuwa na changamoto nyingi. Lakini changamoto ndogo ndogo ni kuhusu kukusanya michango, lakini asante Mungu watu wamejitoa, kila mtu amejitoa kufanana na jinsi alivyoahidi. Kwa mambo yako vizuri sana. Kufuatana na ukarimu wa Elieza na jinsi anavyotoa Elieza, kwa watu wamejitoa sana. Hello, my name is Mama Lucy, and I have known Eliezer for only 3 years. I met him and I met Elizabeth 3 years ago when I was teaching Pre-Form 1 English here in Mono. I have known wonderful Mama Nancy for about 4, 5, 6 years, and she is the one who introduced me to this wonderful program. I am so excited to be back after teaching 3 years ago, and I'm very, very excited to be at this celebration for Eliezer and Elizabeth. It is such an honor to me that I have been invited to this. So thank you so much to Eliezer and Elizabeth, and I wish them the most wonderful life together. Bana, tunazidi kupokea zaidi ya wageni waalikwa katika tukio la leo, na hapa nipo na moja ya wageni wa heshima kabisa ya waalikwa katika siku ya leo au tukio hili kubwa hadhimu la ndugu Elieza na bibie Eliza. Bana, majina yako kwanza Watanzania wakufahamu? Naam, mimi kwa majina ninaitwa Samson Abel Mwekenda. Bana, wewe Samson Abel, leo umealikwa na ndugu Elieza. Una uhusiano gani kati ya Elieza na Eliza katika tukio la leo? Naam, mimi mahusiano yangu kwa hao ndugu zetu wawili, kwanza Elieza ni mdogo wangu, rafiki yangu, ndugu yangu wa karibu, lakini pia mimi ni mshenga wa Elieza. Bana, leo tumekutana na mshenga wa ndugu Elieza Mwaruiba ambao leo hii anafunga ndoa, basi huyu ndio mshenga. Bana, mshenga, changamoto gani ulikutana nayo wakati unakwenda kutoa posa kwa bibi Eliza au mke kipenzi wa ndugu Elieza? Hakukuwa na changamoto vile za kuweza kutuzuia kufanikisha jambo letu. Zaidi sana tu ulikuwa umbali, tunatoka Mbeya tunaenda Mwanza, lakini pia tunajua wenyeji. Kwa unafika mjini unatakiwa utafute mwenyeji ambaye anaweza kukupeleka sehemu ambapo tukamaliza mambo. Ni kitu gani ulifurahia wakati unakwenda katika tukio hilo la kwenda kutoa mali au kutoa posa kumtambulisha ndugu Elieza kwa kina Eliza? Tukio gani ambao ulipofika ulifurahia zaidi na ukasema this is good? Actually kilichonifurahisha sana kwenye ile tukio ni pale tulipokubaliwa. Tunajua masuala ya sherehe, masuala ya mahali na nini. Pale tupohubiria sasa, leteni hicho mlichonacho. Walilahisisha sana safari yetu. Asante sana. Kitu gani umefurahi katika tukio la leo
tuna red carpet, tuna ukumbi mzuri na vitu kadha wa kadha, tumeanzia kanisani na huku na huku. Vitu gani ambao siku ya leo umeweza kufurahia? Aisema harusi wamependeza sana. Wamependeza sana. Tukio lako kubwa ni kupendeza harusi. Sana. Wameua. Mimi niko upande wa bibi harusi, ambapo bibi harusi huyu ni mama yangu mdogo. Sawa, hongera sana. Kwa leo umekuja kwenye harusi ya mama. Ndio. Kwanza pia tupe majina yako, wewe ni nani, umetokea wapi katika tukio la leo? Asante. Mimi naitwa Bernard Azalia. Kwa huku saizi ninatokea Mbeya mjini, ila nyumbani ni Mwanza. Hongera sana. Asante. Unajisikiaje kupata ualiko katika tukio la leo? Unajisikiaje? Ndugu Elieza na ndugu Eliza wameweza kufunga ndoa na wewe ukaalikwa. Unajisikiaje? Kwanza najisikia vizuri kwa sababu ni miongoni mwa wageni walio karibu na bibi harusi. Kwa hiyo nadhani naweza kusema kwamba ni nafasi ya pekee kuwa karibu zaidi na bibi harusi. Asante sana. Ni kitu gani umekipenda katika tukio la leo? Hapa ukumbini, red carpet, nini umefurahia tangu ulipofika hapa? Kitu nilichokipenda na nilichokifurahia sana ni namna ambavyo tulienda kupiga picha. Kwangu mimi ni mara ya kwanza kutoka na bibi na maharusi kwenda kupiga picha. Asante. Unawatakia nini? Watakie neno lolote ndugu Elieza na kipenzi chake Eliza? Asante. Kwa kuwa Mungu wetu yupo pamoja nasi, ninachowatakia ni kwamba kama walivyoanza wamalize wakiwa pamoja hadi pale Mungu atakapowatenganisha, basi ikawe baraka. Wewe na Elieza Mwaluiba au na bibi harusi, una uhusiano gani na ndugu Elieza Mwaluiba? Elieza ni kaka yangu. Ni kaka yangu. Ni kaka yako. Hongera sana dada Elieza. Niko pia na dada Elieza siku ya leo. Kitu gani umependa tangu tumetoka kanisani, picha sehemu mbali, na leo tuko kwenye red carpet na sasa tuko ukumbini. Jambo gani umefurahia katika tukio la leo? Yaani mimi nimefurahia tu, sherehe imeenda vizuri, nimekula kuku, yani tumeenjoy. Umeenjoy kila kitu? Yeah. Unawatakia neno gani ndugu Elieza Mwaluiba na mke wake kipenzi Elizabeth? Unawatakia neno gani siku ya leo? Mimi nawatakia tu maisha marefu, Mungu awatunze, awakumbuke. Unakipenda kitu gani kwa Shemela ambacho leo umeshwa nacho katika kuandaliwa kwake? Yaani short, yani wifi yangu nampenda sana, afu pia yani ni mtu alishakuwa rafiki yangu, kwa afu akaingia tena kwenye ukwetu, yani ni mtu safi kabisa na baya. Mimi ni Tulia Luiba. Ni nani kwa upande wa Elieza au Eliza? Mimi ni dada yake Elieza. Kabisa. Bwana, tuko na dada wa bwana harusi. Kama nilivyokutaarifu mwanzoni, leo ni tukio la harusi la mkurugenzi wa Master TZ Online TV, ndugu Elieza Mwaluiba, na hapa nipo na dada wa bwana harusi. Unajisikiaje sana kuona brother leo hii anafunga ndoa? Najisikia furaha sana. Ni kitu gani umekipenda tangu tumefika hapa ukumbini? Tuko red carpet kwenye ukumbi huko. Umejisikia furaha gani? Tumetoka kanisani, tumeenda kwenye mapicha. Nimejisikia furaha sehemu zote, kutoka kanisani, ukumbini, hata hapa pia. Unawatakiaje ndugu Elieza Mwaluiba na mke wake kipenzi Bi Eliza? Unawatakia neno gani siku ya leo? Nawatakia wapendane milele. Milele na milele. Hongera sana. Wewe tayari ya kwako? Na mimi bado. Jamani, jimbo liko wazi. Kama ninavyowataa Tanzania, jimbo liko wazi. Details zaidi utanicheki Mesha Kipo, Mr. Me Confidence. Asante sana.